Mtume anasema katika hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira, anasema afatu dini thalatha, maafa ya dini yapo kwa watu wa aina tatu. Watu wanayeua dini, wa kwanza faqihun fajir, wanawachuoni waovu. Wanawachuoni waovu wanaweza kuwa waovu kwa maana ya tarbia, wamesoma lakini matendo yao sio mazuri, lakini wanaweza kuwa waovu kwa kutokusema ukweli. Wanaweza kuwa pia waovu ni kwa sababu ya maslahi yao binafsi, wameyatanguliza mbele kuliko dini na mengineyo na mengineyo. Kwa hivyo hali hii ya wanawachuoni waovu kutokufuata mkataba wa Mungu alioelekeza jinsi ya kuifanya kazi kumepelekea dini kushuka sana. Mkataba wa Mungu ameelekeza jinsi ya kazi yake ifanye katika sura ya 74 Suratul Mudaththir. Sikiliza, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad wakati anamtuma kazi, akamwambia ayyuhal mudaththir. Ilikuwa siku Mtume Muhammad yuko katika matembezi yake, siku moja, siku hiyo akaona anaitwa jina lake kutoka angani. Alipoinua akamwona Jibril amekaa katika kitu kimoja cha kifahari, yuko angani. Akapata hofu kubwa, akakimbia bwana Mtume Muhammad nyumbani kwake, akaenda kuomba kufunikwa maguo. Wakati anafunikwa maguo, ujumbe ukao, mkataba wa Mungu ukamwendea bwana Mtume akiwa katika hali ile. Mungu akamwambia, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyejifunika maguo, qum fa'andhir, simama ufanye kazi ya kuonya viumbe. Huu ndio mkataba wa Mungu wa namna ya ufanyaji kazi ya Mungu. Simama uonye viumbe. Wa rabbaka fakabbir, na katika kazi yako hiyo Mola wako umtukuze. Yani katika kazi yako Mungu awe mbele. Unafanya kazi hiyo kwa ajili ya Allah, usifanye kwa maslahi yoyote, kwa ajili ya Allah. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, lakini pia muonekano, physical appearance yako iwe safi, sio thiyaba, nguo. Kwa hadithi ya Mtume anasema, man lam yalbis thiyaban min at-tuqa taqallaba uryana wa in kana kasia. Mtu ambaye hajavaa vazi la uchamungu anakuwa yuko uchi hata kama amevaa nguo. Kwa kinachoonekana ni tarbia, matendo yako yawe mazuri, unachokisema kifanane na matendo yako. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajur, Mungu anatoa maelekezo ya jinsi ya kufanya kazi yake. Mabaya ya puzeni,